Bwana, mambo vipi? Ni wakati mwingine bora zaidi wa kwenda kufahamishana zile taarifa za kimichezo ambazo zimeweza kujili, lakini pia kugonga vichwa vya habari hapa kwetu nchini Tanzania. Kubwa zaidi ni uweze kusubscribe hapa katika maandishi ambayo yameandikwa subscribe, kisha itatokea alama ya kengele. Tafadhali bonyeza kengele hiyo ili ujihakikishie ama uwe wa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo papo lakini kwa haraka zaidi. Karibu. Bana, taarifa kubwa zaidi ni juu ya finali ya mchezo kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya RS Berkane kutoka pale nchini Morocco. Katika maandalizi hayo tumeshuhudia viongozi mbalimbali wa kidini, lakini pia viongozi wa klabu hiyo na wazee wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba wakifanya juhudi kubwa zaidi ili kuhakikisha kwamba nchi ya Tanzania inapata heshima ama kombe la shirikisho barani Afrika linabaki hapa katika ardhi ya Tanzania, licha ya mchezo huo kupelekwa kule visiwani Zanzibar. Sasa leo tunaenda kumwangalia mtumishi Mwamposa ambaye yeye ameweza kutoa takribani masharti matatu ambayo wekundu hao wa Msimbazi Simba endapo wakiyafuata, basi ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika utasalia hapa katika ardhi ya Tanzania. Sasa tumeshuhudia viongozi mbalimbali wa kidini wakizungumza juu ya uelekeo wa finali hiyo ambayo imehamishwa kule visiwani Zanzibar baada ya juhudi kubwa ambazo zimefanyika hapa na viongozi wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia juhudi za serikali ni pamoja na TFF kugonga mwamba. Hivyo shirikisho la mpira Afrika CAF wakaamua na kuthibitisha kuwa mchezo huo utachezwa kule visiwani Zanzibar, na ni rasmi sasa mchezo huo upo kule visiwani Zanzibar. Sasa moja kwa moja nikakueleze kile ambacho mtumishi Mwamposa ambacho amekiongea ama amekiweza kutoa taswira juu ya uelekeo wa finali juu ya timu ya wekundu wa Msimbazi Simba ama klabu hiyo ya pale Kariakoo. Sasa moja kwa moja, jambo la kwanza ambalo mtumishi huyo Mwamposa ameweza kuligusia ama kulisema, endapo Simba Sports Club wanahitaji kuwa mabingwa wa kombe hilo la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2025, basi jambo la kwanza ni wamkabidhi Mungu katika mchezo huo, yani wamtegemee Mungu na si vitu vingine ambavyo wamekuwa wakivitegemea, akigusia zaidi ushirikina hautowasaidia popote pale. Lakini pia Mwamposa hakuishia hapo tu, aliweza kutuma ujumbe kwenda kwa watu ambao wanaichukia ama kuionea wivu klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini jambo la pili, aliwasisitiza ama kuomba waweze kutumia mafuta ya upako kuelekea katika mchezo huo ambapo yanaweza kuwasaidia na Mungu akawalinda zaidi na vitu ambavyo vimefanyika kinyume na Mungu. Hivyo hayo ni sharti la pili ambalo mtumishi Mwamposa ameweza kulizungumza ama kutia neno juu ya hiyo finali ambayo Simba atakuwa mwenyeji wa mchezo huo. Lakini pia mtumishi huyo Mwamposa ama Bulldozer hakuweza kuishia hapo, alihitaji tena na kuomba viongozi washikamane, lakini pia lao liwe moja, yani viongozi na timu kwa ujumla na Watanzania washikamane kuiombea klabu hiyo. Maombi yao yatafanikisha upatikanaji wa kombe hilo ama kusalia kwa kombe hilo la shirikisho barani Afrika ambalo wekundu wa Msimbazi Simba wameweza kuingia finali. Na tukumbuke mkondo wa kwanza klabu hiyo iliweza kufungwa kwa idadi ya mabao 2-0 katika kule ugenini kule nchini Morocco, ambapo hivi sasa tumeona wazee wa klabu hiyo na viongozi mbalimbali wamekuwa wakifanya juhudi kubwa zaidi ili kombe hilo kusalia. Lakini pia tumeona juhudi za mashabiki wa wekundu hao wa Msimbazi Simba wakifanya juhudi kubwa zaidi ili kuhakikisha kombe hilo linasalia hapa kwetu nchini Tanzania. Bana, hiyo ndo taarifa rasmi ama taarifa ambayo nimeamua kupenyezea ama kukusogezea masikioni mwako wewe mwanafamilia wa michezo ambayo unafuatilia michezo hivi sasa.
Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe hapa katika maandishi ambayo yameandikwa subscribe. Hadi wakati mwingine, bye bye.